Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Napenda kusoma taarifa kwenu kuhusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake tarehe 8 Machi mwaka huu 2026. Ndugu wanahabari, naanza kwa kurejea taarifa yangu kwa umma kuhusu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani niliyoitoa tarehe 6 Februari mwaka huu, ambapo pamoja na mambo mengine kadhaa nilieleza kuwa kwa mwaka huu wa 2026 maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yatafanyika kila mkoa, ngazi zote, kwa maana kwamba kuanzia vijijini, ngazi ya mitaa, kata, halmashauri na wilaya zote hadi huko ngazi ya mkoa, kwa utaratibu waliojiwekea wakisaidiwa na mwongozo wa maadhimisho ambao tumeuandaa. Aidha, siku hii hupambwa na sare za wanawake. Tunapofanya kitaifa huwa kitaifa, lakini tunapofanya kimikoa huwa sare hizi zinakuwa kimikoa, lakini kunakuwa na vazi moja ambalo kwa mwaka huu tumeamua tuvae vazi la batiki kwa kadri mkoa utakavyochagua aina hiyo ya batiki yao, na lengo ni moja tu, kuendelea kuwainua wajasiriamali wa ndani ya mikoa husika, wazalishaji wa batiki wa ndani wa kila mkoa. Kwa maana hiyo watambuliwe kwa mifumo ya mikoa husika kupitia maafisa maendeleo ya jamii wakishirikiana na maafisa biashara ambao usajili hawa wafanyabiashara ndogo ndogo, ambao sasa ndio hao utengeneza batiki ili watengeneze batiki za kutosheleza mahitaji ya mkoa husika kama sare yao. Aidha, katika tamko hilo la awali nilisema hivi: kauli mbiu ya maadhimisho kwa mwaka 2026 nchini Tanzania itakuwa haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Na hii tumeitohoa kutoka kwenye kauli mbiu ya kimataifa tukaifanya kwa mazingira yetu, na kwamba kauli mbiu hii inalenga kujenga uelewa wa kuwekeza kwenye maendeleo jumuishi, ikiwemo kutambua haki za wanawake na wasichana na kuhakikisha zinafanya kazi kwa vitendo na kuleta mabadiliko ya kweli kama yalivyoainishwa kwenye nguzo za dira ya 2050, ambapo dira hii sasa itakuwa msingi wa utekelezaji wa maadhimisho haya ambayo yatahusisha makundi yote ya kijamii. Ndugu wanahabari, katika tamko hilo nilikumbusha kuwa dira ya taifa ya 2050 imetambua umuhimu wa wanawake na wasichana kupata haki kama sehemu ya jamii, na pia imehakikisha wanawake wajasiriamali wanawezeshwa kiuchumi na kupata kipaumbele. Hivyo siku ya leo sasa nitajielekeza zaidi kwenye kufafanua kuhusu mwongozo wa utaratibu wa maadhimisho hayo kuwa: moja, maadhimisho haya yatafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 Machi mwaka 2026. Itakuwa ni wiki ya maadhimisho. Hata hivyo, baada ya hapo sio kwamba habari zitakuwa zimekwisha. Kuelekea tarehe 30 Machi 2026 tutaendelea na elimu mbalimbali kuhusu mustakabali mzima wa maadhimisho haya, yaliyojiri na maana yake ni nini, ili wananchi waendelee kuelewa kwa upana zaidi maana ya maadhimisho haya na faida zake. 2, kila mkoa utawajibika kutoa taarifa kwa umma kupitia vyombo vya habari
kuhusu maadhimisho haya na kufafanua kauli mbiu yake na utaratibu wa kuadhimisha. Kwa maana tunaamini kila mkoa una chombo husika cha habari, na saa nyingine kinaweza kikatumiwa kuzungumza kwa lugha hata za wengi wanaozungumza huko, ili kuwafikia sehemu kubwa ya jamii waelewe maana halisi ya maadhimisho haya, waweze kufanya mahojiano, kufuatilia na kushiriki. 3, kutokana na ukweli kwamba maadhimisho haya msingi wake ni ulingo wa Beijing mwaka 1995 kuhusu kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake duniani kote, kupitia ajenda 12 ninazozikumbusha hapa leo, zikiwemo ajenda ya wanawake na umaskini. Wanaondokaje wanawake kwenye umaskini? Ajenda ya pili, elimu na mafunzo kwa wanawake. Wanawake wanapataje elimu kwa usawa pasipo kubaguliwa? Na mazingira hayo ya elimu yaendane na hali yao wanawake. Wanawake na afya. Je, wanaweza kuzifikia fursa za afya kulingana na jinsia yao na mahitaji yao ya kiafya? Unyanyasaji dhidi ya wanawake unawezaje kukomeshwa? Ilikuwa ni mojawapo ya ajenda. Lakini kulikuwa na ajenda ya wanawake na mazingira na kutokomeza ubaguzi dhidi ya watoto wa kike. Hili la wanawake na mazingira, wanashiriki vipi kuboresha mazingira? Je, katika nafasi yao ya maisha yao, wao ni wakata kuni hodari sana, waweze kupika, lakini wanafundishwa vipi ili waweze kutumia nishati mbadala na mambo mengine yanayohusu mazingira kwa ujumla, wawe ni washirika wa kuyalinda. Na mwisho ajenda 12 ndio ikawa kutokomeza ubaguzi dhidi ya watoto wa kike na kuwalinda, ambapo lilikuwa ni tatizo kubwa. Tunaona watoto wa kike wanaozwa mapema, wanapata mimba za utotoni, wanakeketwa na vitu vingi, wananyimwa haki za shule. Hivyo ukiziangalia ajenda hizi 12, ni dhahiri mkakati madhubuti wa kufikia malengo haya ni sasa utekelezaji wa sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023. Tunayo hiyo sera, na pia tuna mpango wa kitaifa wa jukwaa la kizazi chenye usawa. Hizi nyenzo mbili zinatupeleka kwenye kuangazia namna nzuri zaidi ya kuongeza kasi ya kufikia malengo ya ajenda hizi 12. Na ikumbukwe pia tuna dira ya taifa 2050 ambayo ndani yake tumeingiza masuala yaliyozungumziwa kwenye sera hii na kwenye hilo jukwaa la kizazi chenye usawa. Kwa hiyo tunalenga kusukuma zaidi kasi ya kufikia malengo ya ajenda hizi 12 za ulingo wa Beijing mwaka 1995. Ndugu wanahabari, eneo lingine la utaratibu wa maadhimisho litakuwa kufanya midahalo na makongamano yanayobeba ujumbe wa kauli mbiu, ambapo mada kubwa zitakuwa zinaakisi kauli mbiu hiyo ambayo imefungamanishwa na dira yetu, kwamba tutaelimisha na kujadili nafasi ya mwanamke kwenye utekelezaji wa dira 2050, alipotoka, alipo na aendako, na kwamba atafikaje. Tutaelimisha kuhusu mfumo wa huduma za msaada wa kisheria ukoje, ili watu wengi wajue na waweze kufikia. Tutaelimisha kuhusu mfumo wa uwezeshaji wanawake na wasichana kiuchumi, mtandao wa fursa za kiuchumi, na elimu kuhusu ujasiriamali mahiri. Vile vile tutaelimisha kuhusu mfumo wa maadili yetu, tulipotoka, tulipo, tuendako, na jinsi ya kudhibiti na kutunza maadili. Lakini eneo la 5 la mwongozo, tutafanya mikutano kila kijiji, mtaa na jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, ambapo mikutano hiyo itatumika kuhamasisha uundaji wa vikundi vya wanawake na maendeleo ya ujasiriamali, ambao kupitia wataalamu na wadau wa maendeleo, elimu ya fursa mbalimbali za kiuchumi itatolewa kutoka sekta zote ili waweze kukidhi vigezo na kunufaika. Tunaona watu wengi hawazifahamu fursa zipo. Sasa hiki ni kipindi ambapo sekta zote zitakuja pamoja kwenye haya majukwaa, kwenye hii mikutano kuelezea, tukifungamanisha na fursa ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezitoa bilioni 200
ziende kwenye sekta mbalimbali zikanufaishe wajasiriamali. Hivyo itakuwa ni darasa kubwa. Tunaomba ushirikiano wa wanahabari na wananchi katika maadhimisho haya. Ndugu wanahabari, eneo lingine la utaratibu wa maadhimisho litakuwa kufanya midahalo na makongamano yanayobeba ujumbe wa kauli mbiu, ambapo mada kubwa zitakuwa zinaakisi kauli mbiu hiyo ambayo imefungamanishwa na dira yetu, kwamba tutaelimisha na kujadili nafasi ya mwanamke kwenye utekelezaji wa dira 2050, alipotoka, alipo na aendako, na kwamba atafikaje. Tutaelimisha kuhusu mfumo wa huduma za msaada wa kisheria ukoje, ili watu wengi wajue na waweze kufikia. Tutaelimisha kuhusu mfumo wa uwezeshaji wanawake na wasichana kiuchumi, mtandao wa fursa za kiuchumi na elimu kuhusu ujasiriamali mahiri. Vile tutaelimisha kuhusu mfumo wa maadili yetu, tulipotoka, tulipo, tuendako, na jinsi ya kudhibiti na kutunza maadili. Lakini eneo la 5 la mwongozo, tutafanya mikutano kila kijiji, mtaa na jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, ambapo mikutano hiyo itatumika kuhamasisha uundaji wa vikundi vya wanawake na maendeleo ya ujasiriamali, ambao kupitia wataalamu na wadau wa maendeleo, elimu ya fursa mbalimbali za kiuchumi itatolewa kutoka sekta zote ili waweze kukidhi vigezo na kunufaika. Tunaona watu wengi hawazifahamu fursa zipo. Sasa hiki ni kipindi ambapo sekta zote zitakuja pamoja kwenye haya majukwaa, kwenye hii mikutano kuelezea, tukifungamanisha na fursa ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezitoa bilioni 200 ziende kwenye sekta mbalimbali zikanufaishe wajasiriamali. Hivyo itakuwa ni darasa kubwa. Tunaomba ushirikiano wa wanahabari na wananchi katika maadhimisho haya. Eneo lingine, tutaandaa maonyesho ya wajasiriamali kupitia majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, taasisi na wadau waliopo katika eneo husika, ili kutangaza fursa na jitihada za serikali za kuinua uchumi wa wanawake na wasichana. Hii ni pamoja na kutoa elimu na kufanya maonyesho ya programu mbalimbali zinazohusu maendeleo ya wanawake na wanaume pia, kama vile matumizi ya nishati safi ya kupikia, hedhi salama kwa watoto wa kike, mikopo nafuu kwa wote, yani wanawake, wanaume, wazee, vijana na watu wenye ulemavu. Hivyo basi itakuwa ni wiki ya kila mkoa kuwafungua watu wake waweze kuelewa na kuchukua hatua za kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo nchini za kuwawezesha makundi mbalimbali kiuchumi. Vile kwenye kila mkoa, kitakachoendelea ni kuzindua afua miradi mbalimbali ya kijamii iliyopo katika maeneo yao yenye mlengo wa kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake na wasichana. Kwa ushirikiano na sekta binafsi, kuna miradi mbalimbali inaendelea kule ambayo inawagusa wanawake na wasichana. Iliyokamilika itazinduliwa, ambayo bado itawekwa mawe ya msingi alimradi kuhakikisha kwamba wananchi wanafahamu utekelezaji unaoendelea pia unagusa kuboresha miundombinu na huduma mbalimbali. 8, katika kila mkoa pia kutakuwa na mashindano mbalimbali ya kitaaluma, michezo ya kuelimisha wanawake na wasichana yenye maudhui ya kuongeza uelewa kwa wanawake na wasichana kuendana na kauli mbiu. Hii itaamsha ari ya watu kuvutiwa na kufuatilia, na humo wanapata elimu na kufahamu huduma ziko wapi na fursa ziko wapi. Eneo lingine la 9, katika kila mkoa itaendelea amsha ari ya jamii kushiriki kwenye maendeleo ya miradi ya kijamii na kujitolea nguvu kazi, vifaa na rasilimali nyingine ili kuongeza kasi ya utekelezaji katika maeneo yao, sambamba na kuamsha ari ya kutoa misaada ya kijamii kwa makundi ya wahitaji, mfano mitungi ya gesi, taulo za kike na mingine. Katika maendeleo ya jamii huwa tunaamsha ari ya jamii kushiriki maendeleo. Sasa wako watu wanazo fursa mbalimbali, wana uwezo mbalimbali, wangependa kugusa wenye uhitaji au wangependa kuchangia maendeleo yao, lakini kwa sababu hawajaamshwa ari,
wametulia tu, hawaelewi. Hivyo elimu itatoka na tutashuhudia watu wengi wakishiriki maendeleo yao ya kuwagusa wenye uhitaji wa kuchangia maendeleo vyovyote vile wanavyojisikia wao wenyewe, kwenda kwenye kuongeza kasi ya maendeleo katika maeneo yao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.